Kwa haraka haraka mm, refa na Raisman hawakuliona tukio. Kwa hiyo kwa wao kwanza kulaumiwa haitakuwa fair, lakini pia kusema kwamba wangepewa kadi nyekundu, anatoaje kadi nyekundu wakati hajaona? Refa hapo anakuwa ameshajitoa tayari kwenye hilo ndio tunakuja katika yale makosa halisi ya kibinadamu. Ni kama yale ambapo unakuwa umefocus kwenye tukio moja huku, alafu upande wa pili mtu anampiga mwenzake kiwiko. Kiuhalisia ni ngumu kumhukumu refa kwa tukio lile, lakini mpira sasa umewekwa kwenye kamati ya nidhamu ile ya masaa 72 kwamba wao watafanya nini, kwa sababu ni ukweli Suleiman Mwalimu amefanya kosa la kiutovu wa nidhamu na amempiga mchezaji mwenzake kiwiko katika sehemu ambayo ndo sehemu pekee ambayo wauguzi ama madaktari wanaweza wakaingia uwanjani hata kama mtu anaenda kufunga. Hata kama mtu anaenda golini kufunga, hata refa hajamuita, kama wameshuhudia na kuona kabisa kwamba kuna mchezaji amefanyiwa faulo ambayo imetokea kichwani kwa namna yoyote, huwa moja kwa moja wanaingiaga uwanjani, kwa sababu ni eneo ambalo lina uhatari mkubwa na kwenye mpira wanalichukulia hivyo. Kwa hiyo kwangu mimi marefa Raisman hawakuwa katika sehemu ambayo wangeweza kuona, kwa sababu focus yao ilikuwa kule ambapo mpira upo, hakikisha kwamba unachezwa katika eneo sahihi, na huko watu wakawa wanapatika ikaja ikatokea iliyotokea. Kwa refa hakuona hiyo tukio, kwa refa tunamu excuse kwa hilo, lakini kamati ya masaa 72 na mara nyingi sisi tunakosaga kitu kimoja. Ile kamati haitakiwi kutoa hukumu ama kutoa maelezo ndani ya masaa, yani mpaka masaa 72 yafike. Hata kama ni masaa mawili baada ya mchezo, wanao uwezo wa kufanya hata lisali moja baada ya mchezo, hata masaa matatu, hata masaa 24, hata masaa yani vyovyote vile, lakini yasizidi masaa 40. Kwa mimi muaga na shangaaga kwa nini watu wamelichukua swala kama inaweza likachukua muda mrefu sana. Na hapa sasa ndipo tunapokuja kwenye kamati ya maadili itafanya nini. Kiuhalisia Suleiman Mwalimu ameikosea klabu yake kwanza, lakini pia amejikosea mwenyewe. Kama akipewa adhabu ambayo itampa mechi 5 pamoja na milioni 5, atakuwa amejikosea sana, kwa sababu tayari Mwalimu alikuwa ameshaanza kumwamini, Mwalimu alikuwa ameshaanza kumpa nafasi, anaona kabisa kwamba hii ndio option ambayo nao sila kitu. Kumbuka Simba wamemuuza mastreka wake wote wa mbele, wameuzwa. Jonathan Soa ndo huyo yuko Dar es Salaam kwa adhabu. Kwa hiyo the only option ambayo imebakia ilikuwa ni Suleiman Mwalimu na Baraka Mongo, sio? Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo Suleiman Mwalimu atakuwa ameigharimu Simba asilimia kubwa sana kuelekea dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo kwangu mimi ninaona wanahitaji kuzungumza sana na wachezaji wao. Kuna vile vitendo ambavyo si vya kiungwana ambavyo wanatoka kufanyia kazi. Hii kwangu mimi nitamwekea lawama nyingi sana Suleiman Mwalimu, kwa sababu amecheza mbali kidogo kumpea na wachezaji wale wote wa Dodoma Jiji, sio? Zaidi hata Banda hajafika alipocheza Suleiman Mwalimu, hata nadhani Gabriel Michael hajafika ambapo amecheza Suleiman Mwalimu. Kumbuka amecheza Club World Cup final, club bingwa ya dunia, sio? Sasa hakuna mchezaji ambaye amefika kule. Kwa hiyo mwisho wa siku amefika mbali. Hichi alichofanya ni utoto na ni ushamba, na niseme tu ni uswahili mwingi ule mpira ya chandimu huku mtaani. Kwa hiyo kwangu mimi kama kamati ya masaa 72 ikiwa fair 100%, Suleiman Mwalimu anakosa michezo 5 na alipo milioni 5 kama kawaida bila hata kupepesa macho. Kiwalisia kwamba ile yani tukio ambalo amelifanya Mwalimu halina kupepesa macho, anastahili moja kwa moja kupewa adhabu. Of course anataka kupewa adhabu. Ni kweli karusha kiwiko, ni kweli kamkosea, kampiga mwenzake na kiwiko, na vyovyote vile itakavyokuwa kosa huwa alitatuliwa kwa kosa. Kwa hiyo amefanya makosa, ana deserve kuhukumiwa. Yeah. Okay, hauoni kana kwamba huenda ikawa ni tempa ya mchezo? Mara nyingi pia wachezaji pia wanakuwa na tempa kwa uwanjani. Tempa yako wewe isikufanye ukavunja sheria. Kuto kujua sheria hakukufanyi kuto kuadhibiwa. Kwa hiyo tempa yake aliyokuwa nayo haifanyi kamati ya masaa 72 kumwacha. Na hapa ndipo tunakwenda kuipima kamati ya masaa 72. Je, inafanya kazi kwa uweledi ama ina bias? Inapimwa. Ni kipimo sahihi kabisa hicho. Kwa nini sahihi?
kwa sababu tunaelekea kwenye dabi ya Kariakoo na Simba hawana striker mwingine wanamtegemea zaidi ya Suleiman Mwalimu. Kwa hiyo mtazamo wako, kamati inapaswa kutoa maamuzi kabla ya dabi? Sio mtazamo wangu, kanuni na taratibu zilizowekwa ndio ziko hivyo. Masaa 72 hayatoshi kwenye mechi inakuwa bado, kwa lazima ile tukio litokee kabla ya mechi na maelezo yatoke. Lakini kwa sababu hii tunajua ligi yetu na hawa wanaoendesha hii ligi na hii ni Simba na kuna dabi ya Kariakoo, kwa kuna vitu vingi hapa katika tunasema huu ni mtihani wa kuwapima viongozi na kamati watachukua hatua gani. Tarudi pia kwa Mwalimu. Kuna tukio lingine ambalo limefanyika kwenye dimba la KMC. Ibra Baka kana kwamba naye amefanya tukio ambalo baadhi ya wadau kwamba sio tukio la kiungwana. Wengi wanashauti kwamba Baka pia hakufanya tukio la kiungwana kwa kile ambacho anakifanya kwenye mechi ya jana. Ni tukio ambalo pia na yeye anastahili kupewa adhabu ama ni tukio la aina gani kwa upande wako? Baka alimpiga mtu, alimkunja, alimshika shati wakiwa wamedondoka wote chini. Uliona kitu uliona kitu ambacho mchezaji JKT alikifanya? Alikifanyaje? Alitaka kumpiga Teke Diara. Wakati anadondoka akamshika shati kwa nyuma Baka. Kwa Baka akadondoka naye chini akiwa ameshikiliwa shati. Kwa technically mkono wa kwanza wa Baka ulitua kifuani kwa yule mchezaji wa JKT. Kwa pale ndo akamshikilia shati. Sasa akareact kama anainuka na mkono mwingine uko umeonekana kama uko juu. Kwa technically ni reaction ambazo unajua kuna ile mtu anataka kufanya kitu afa nakumbuka niko mchezoni anarudi. Sio, umeelewa? Ni kama nataka kukupiga kofi nakumbuka tuko kwenye kipindi hapa sitaki kureact hivi. Kwa hiyo narudi nyuma. Lakini tayari ile kitendo kimeshatokea, sio? Lakini hamna aliathirika yoyote katika ile action. Umeelewa? Kwa hiyo kwangu mimi Baka alipaswa tu kuonywa na referee. Kama angekuwa ameona, referee alipaswa kumuonya. Sio, umeelewa? Lakini sio kosa la kusema anastahili kufungiwa. Japokuwa pia hata wanaosimamia wakimfungia pia watakuwa wanatafuta namna gani ya kubalance mzani. Kwa sababu kosa lake sio la kufungiwa. Kwa sababu hajafanya reckless foul ya aina yoyote. Ni reaction kutokana na kile kilichotokea. Lakini huyu amefika Suleiman Mwalimu angeishia kufanya hiyo afa simguse, ilikuwa ni issue nyingine. Lakini alipeleka elbow kabisa akamgonga mtu na kiwiko. Hiyo ni changamoto. Angeishia kujitanua ambavyo niko mchezoni akaacha bila kumgusa. Tayari angebaki vile vile. Isingekuwa kosa. Kwa sababu kumbuka hata huyu beki wa JKT wa Dodoma alimwekea mkono kwenye bega lake. Asa ile reaction ndio ikamfanya. Unajua pia Suleiman Mwalimu ameanza kuwa na ego. Tunasema ni egoistic kwamba mimi nishacheza na Juventus, utaniambia nini wewe? Mimi nimecheza na timu gani, utaniambia nini wewe? Umeona? Kwa hiyo ana ile ego ambayo, na ndio maana kadri siku zinavyozidi kwenda mbele Suleiman Mwalimu yule ambaye tulikuwa tunamuita Gomez anazidi kupotea. Kwa sababu tayari kwenye akili yake kumejaa hiyo. Akili yake ni mchezaji ambaye ana kiu ya kupambana. Zile zote angezichukulia kama ni sehemu ya kumpa platform ili aweze kupush zaidi. Lakini mimi niseme ni matukio mawili tofauti, yana taswira mbili tofauti na yana adhabu mbili tofauti. Uwezo ukamfungia Baka mechi 5 na milioni 5 kwa kitendo kile alichokifanya. Haiwezekani. Kwa Mwalimu kwa sababu amefanya makusudi na amedhamiria na amempiga kiwiko, tayari unaona kabisa kwamba amedhamiria kufanya hivyo. Kwa hiyo kwangu mimi Mwalimu anastahili kadi nyekundu ama kufungiwa mechi 5 pamoja na milioni 5 adhabu, na kamati inatakiwa kutoa hii mapema sana ili unajua haya mambo ya kusema bwana Simba na Yanga zinapendelewa yamekuwa kwa muda mrefu sana. So I think it's about time haya mambo yaanze kufanywa kazi. So yeah. Ukiwalisia kwamba mchezaji Ibra Baka hastahili kupewa adhabu. Hakuna kosa lolote ambalo amelifanya la kupewa adhabu. Lakini alistahili kupewa onyo. Alistahili kuambiwa endelea kucontrol hisia zako hivyo, jishikilie hivyo hivyo. Hiyo ni binadamu. Attitude na reaction inatokea pale ambapo jambo linakuwa limetokea. Lakini kitendo chake yeye hakikuathiri afya ya mtu yoyote wala hakikumdhuru mtu yoyote. Tofauti hao matukio moja tu. Lakini huyu kapiga kiwiko, tena kadhamiria kupiga kiwiko. Vipi kama angempiga kwenye pua?
damu zikaanza kumwagika. Lakini Kiwiko amekirusha kweli na amempiga kweli Kiwiko. Tukiangalia pia tukio lingine ambalo ama matukio mengine ya michezo, jana wachezaji wa Dodoma Jiji kana kwamba wamekuwa wakipoteza muda. Mchezaji anachukuliwa na Machela lakini anajiangusha. Yani Dodoma Jiji walikuwa na mpango gani na Simba? Dodoma Jiji wamekuwa wateja kwa Simba kwa muda mrefu sana. Nadhani katika mechi zote ambazo wamekutana, Simba amekuwa akichukua pointi au akidraw. Lakini mara nyingi Simba amechukua pointi. Sikumbuki mara ya mwisho alidraw lini. Wakagawana pointi. Nafikiri msimu huu Dodoma wameiwekeza na wameamua sasa hapa hataki kuwa wateja tena. Tunataka tupambane. Kwa hiyo wakiwa wamekuja kwa maana ninakwenda kupambana nione ninaondoka walau hata na pointi moja basi. Na walifanikiwa. Na walitumia mbinu zote za kivita ili kuweza kumtoa Simba mchezoni na walifanikiwa. Ilifika kipindi Simba wanapiga pasi wanatoa mpira nje wenyewe. Chama akatoa mpira nje, anaitwa Balakon Kante katoa mpira nje. Mara 3 mara 2 mpira umetoka nje. Lakini pia busara za referee jana ndo zilimaliza ile mechi ya mgawanyiko wa pointi. Busara za referee ilikuwaje? Kwa sababu tayari kuna mtu alikuwa ameondoka anakwenda kufunga, refa akaangalia saa kumbe muda umeisha. Lakini chukua haya maneno yangu, movement ile angekuwa anaifanya Simba ingeisha ile movement, ndio refa amalize, wasingekatisha. Wengi wanamzungumzia mchezaji Abdi Banda, yani kwamba kama ana kisasi na klabu ya Simba. Wewe umekiona pia? Banda hakuwa na nani nzuri sana na Simba wakati anaondoka kwenda South Africa. Sasa siwezi nikahukumu moja kwa moja kwamba ana kisasi nao. Ama kuna jambo lote ambalo inawezekana analo, na jana alikuwa anacheza ili kuwathibitishia kwamba mimi ndo Banda. Yule mlionikataa, yule ambaye mlikuwa mnataka kunifungia milango nisiende kutafuta riziki huko duniani. Ndo mimi huyu sasa nimerudi. Niko Dodoma, tumekutana tena, sisi ni people. Kwa Banda aliamua kufanya yote ambayo anaweza kuyafanya ili kuhakikisha kwamba Simba hatoki na point Dodoma. Lakini hatimaye walifanikiwa. Kuna mengi yanazungumzwa kwamba wana Dodoma Jiji wanapocheza na Simba wanakamia tofauti na Yanga. Hili likoje pia baba? Quality ya nini? Quality ya Yanga na Simba ni vitu tofauti. Bado sijafahamu vizuri. Kumbuke Yanga hajaenda Jamhuri. Jamhuri kuna watu wengi sana pale wameshindwa kuondoka na point kwa Dodoma msimu huu, sio? Lakini Yanga amekuwa akichukua pale. Bado hajaenda msimu huu. Acha msimu uliopita pia. Naye yule alichukua kwa sababu msimu uliopita alishinda goli ngapi? Kama sio 2-3, na nilikuwa Dodoma nafikiri kipindi msimu ule. Yes, alipata goli 2 kama sio 3. Kwa sio kazi rahisi. Goli 2-3 sio kazi rahisi. Sio kazi rahisi. Ni kama na Namungo. JKT jana na Yanga shinda goli 5, hakuna mtu alikuwa anategemea namna ambavyo mpira ulikuwa unachezwa. Kwa hiyo Yanga ni timu ambayo imekaa compact kwa muda mrefu. Unajua kuna hoja ambayo watu wanaidharau ama wanaichukulia kawaida. Yanga timu yao imekaa pamoja kwa muda mrefu. Wameongezea tu wachezaji kadhaa, lakini kuna timu ambao wamevunja almost timu nzima. Ndio maana nakwambia, kwa mfano kama kwenye kosi cha Simba kwenye dabi ya Kariakoo ni wachezaji watatu kama si 4 ambao wanalifahamu joto la dabi ya Kariakoo. Tunazungumzia Klaus Chota Chama, Kibabage, tutazungumzia na Kapombe. Nani mwingine? Labda na Kagoma. Hao wachezaji 4 tu. Waliobakia wote ndo dabi yao ya kwanza, ndo joto la kwanza. Lakini geukia upande wa pili kwa Yanga ni Depu na Okelo, lakini wengine wote waliosalia joto. Damaro anaweza kawa sio regular starter. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.